Waumini wa kanisa Katoliki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameelezea matarajio yao kwa papa mpya. Tusikilize. Kwa juhudi yake, sababu angali baba na nguvu, tunatumainia kurudishiwa amani na kukomeshwa kwa haraka vita katika nchi yetu ya Kikongomani. Kwangu ni furaha sana sana ndani ya kanisa letu la Katolika kupata tena kiongozi mpya, Petro mwingine mpya ndani ya Eklezia Katolika. Katika hii nchi yetu ya Kongo, kwa ukosefu wa usalama, nasubiri kwake kutuombea kwa Mungu kusudi tupate amani. Nataka tumalizie hii msukosuko yenye tuko nayo mwa Kongo. Hivi amesema amani kwetu, tumepata furaha. Aweze kujua kwamba yeye ni baba ya watu wengi, sio tu kanisa, lakini atazamie pia kwamba katika dunia anayotumainiwa kufanya injili, inaomba aseme kitu ambacho watu watasema ndio baba amesema. Sasa ili kupata tathmini ya kina kuhusu uongozi wa papa mpya, tunaungana na mwanahabari Francis Mutegi, mtawa Esther wa Shira Njuguna, ambaye ni mkurugenzi wa shule ya Our Lady of Peace, wakiwa hapa studioni. Na katika studio zetu za Dar es Salaam tunaungana na Bernard Mukasa, mchambuzi wa masuala ya kanisa. Moja kwa moja nitakuja kwako Mutegi. Tunafahamu kipi kuhusu ziara ya papa barani Afrika, hususan hapa nchini Kenya? Naam, asante sana kwa fursa hii tena. Nashukuru. Jambo la kwanza tunalojua ni kwamba amewahi kuja hapa Kenya mara si mbili si tatu, kwa sababu alifika tokea mwaka 2004 nikidhani ndio ilikuwa ziara yake ya kwanza, na kwa sababu ya uongozi wake wa shirika la Waagostino amekuwa akiwatembelea, na kwa sababu ya miradi ambayo wanaendesha katika jiji la Nairobi na maeneo mengine hapa nchini kama vile Ishara kule Embu, amekuwa akizuru maeneo hayo kuona miradi inayoendeshwa na shirika hili. Na mbali na hayo zaidi, kama tulivyosikia katika taarifa yenu ya awali, kuna watoto walielezea namna amehangaikia zaidi maslahi ya watoto ambao hawana tuseme uwezo wa kulipa karo, hawana uwezo wa kupata chakula wakati wakiwa shuleni na mambo kama hayo. Kwa hivyo anazingatia zaidi maslahi ya wanyonge, maslahi ya wasio bahatika katika jamii na wanaoishi katika maisha ya uchochole. Na kwa sababu hiyo anaonekana kwamba atakuwa papa mzuri kwa maslahi ya watu wa Afrika. Na asante sana Sister Esther. Unahisi vipi kuhusu kuchaguliwa kwa Papa Leo 14? Asante sana. Kwangu mimi na kwa wale wenzangu tumesikia vizuri, tuna furaha sana, hasa kwa kuwa papa ni mtawa kama sisi. Anaelewa utawa, ameishi maisha ya kimishonari, na kwa hivyo atatuelewa na tunabudi atatuelekeza vilivyo. Asante sana Mutegi. Baada ya kutawazwa kwake ni swala gani Mukasa, ni baada ya kutawazwa kwake ni swala gani muhimu anafaa kulipa kipaumbele? Katika mtazamo wa wanakanisa kuna swala la mtaguso, kwa maana ya kuwa na mkutano wa maaskofu utakaotazama hali ya kanisa ya sasa. Tunakumbuka mtaguso mkuu wa pili wa Vatican ndio mtaguso mkuu wa mwisho, na unakaribia karne nzima sasa tangu ufanyike. Kuna mabadiliko mengi sana sasa hivi ambayo ni vizuri kuyatazama kwa hali ya sasa, hata ndani ya kanisa, lakini kwa namna ambavyo kanisa linaumulika ulimwengu kama tochi ya kusaidia kutakatifuza ulimwengu. Naam. Endelea. Okay. Sasa Naam. Ya, kwa mfano ziko amri za kanisa ambazo labda zilikuwa zinamwambia muumini ungama dhambi zako walau mara moja kila mwaka. Maisha sasa yamebadilika. Teknolojia inamruhusu muumini anapoanguka kishawishini kutenda dhambi mara nyingi na kwa urahisi kuliko ilivyokuwa karne moja iliyopita. Leo hii ni rahisi sana muumini akajificha kwenye kichaka cha
kuelekezwa kuungama dhambi mara moja, walau mara moja kila mwaka. Ingefaa jambo hilo kama mfano tu, pamoja na mengine yatazamwe ili kumsukuma vizuri zaidi muumini kuboresha maisha yake ya kiroho. Naam. Ndio, lakini hata katika ulimwengu ndio. Asante. Sasa hata Mutegi, ulimwengu kawaida nje ya taswira ndio. Naam, asante. Tutarudi kwako ili uweze kuendeleza zaidi taswira ulionayo. Sasa Mutegi, Papa Leo wa 14, tumeona kanisa Katoliki limekuwa na changamoto hapa na pale. Unaona Papa Leo wa 14 anatarajiwa kukabiliana na magumu gani katika uongozi wake? Jambo la kwanza, uchaguzi wake wa jina Leo unaelekeza pengine sera zake ambazo atafuata. Mojawapo ni kwa sababu Papa Leo wa 13 ambaye alimtangulia, ambaye alifunga karne ya 19, alikuwa anazingatia zaidi maslahi ya wakati ule wa mageuzi ya kiviwanda, ile industrial revolution, maslahi ya wafanyikazi na upatikanaji wa malipo na zile pesa wanalipa wakati wanafanya kazi. Kwa hivyo inaonekana pengine atazingatia mno maslahi ya watu kupata mapato yao na kufanya kazi zao katika mazingira yanayostahili. Na jambo lingine ambalo niliona ni kwamba hakutaja Marekani katika hotuba yake ya kwanza, licha ya kuwa mzaliwa wa Marekani kule Chicago. Hiyo ni ishara kwamba hatajaribu sana kutandawaza kanisa asionekane kana kwamba yuaegemea Marekani alikozaliwa. Na pengine jambo la tatu ambalo atahitaji kuzingatia zaidi ni swala la namna ya kulinda dunia yote, kudumisha amani, kwa sababu alizungumzia swala la amani iwe na nyote. Hiyo ni ishara kwamba anataka kuendeleza huo mpango, na pengine hatataka sana kuonekana kwa jina la Papa Francis bali na kauli zake mwenyewe. Na asante sana, tutarudi ili kuweza kuendelea kuchambua haya na mengine mengi. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunaendelea na mjadala wetu kuhusu uongozi wa Papa mpya, Papa Leo wa 14, na tunao hapa studioni Francis Mutegi na mtawa Esther Njuguna, na kule Dar es Salaam tunaye Bernard Mukasa. Moja kwa moja nitaanza na wewe Sister Esther. Unaona Papa Leo wa 14 ataendeleza sera ambazo zilikuwa zimewekwa za umuhimu wa wanawake katika kanisa la Katoliki? Ninaelewa vizuri vile Papa Francisco mwenda zake alikuwa ameangazia mambo ya wanawake kanisani, hasa kwa uongozi na kuwapatia nafasi hata kwa masomo. Unaweza ona sasa wanawake hasa watawa wamesoma na wameshikilia mambo mengi kanisani, hasa kwa uongozi. Kulingana na maoni yangu, ninaonelea Papa Leo ataendeleza hiyo kazi. Sio tu Vatican, hata kwa jimbo zetu tumeona vile sasa wanawake wanajumuishwa kwa uongozi.